Na mtazamaji wa Headmaster Networks, asante sana kwa kuungana nasi asubuhi njema moja kwa moja pale. Kuna mengi tu ambayo yameweza kujiri. Karibu sana tuweze kuangazia haswa. Hapo jana uliweza kusema nini kuhusiana na swali ambalo nilikuwa nimekuuliza pale moja kwa moja, na asante kwa sababu ya kutufuatilia pale katika mtandao wa YouTube. Pale unatupata @Headmaster Networks, pale katika mtandao wa TikTok @Headmaster Networks, pale katika mtandao wa Facebook pia unatupata @Headmaster Networks moja kwa moja pale, na mambo yanakuwa shega kabisa. Natumai kwamba umekuwa na usiku mwema. Karibu sana tuweze kuangazia baadhi ya comment ambazo umeweza weka pale katika mitandao tofauti, platform tofauti pale. Tulikuwa tunazungumza kuhusiana na uwezekano wa aliyekuwa governor wa kaunti ya Isiolo Mheshimiwa Godana Adoyo kuchaguliwa kuwa senator wa kaunti hii mwaka 2027, na haya ndiyo maoni yako moja kwa moja pale. Tuanzie katika mtandao wa YouTube pale tuone wanasemaje moja kwa moja pale katika mtandao wa YouTube moja kwa moja pale, tuone comment za kwako pale @Headmaster Networks katika mtandao wa YouTube moja kwa moja pale msikilizaji. Now tukiangazia pale YouTube moja kwa moja, na asante sana. Kuna comment ambazo ziko pale, anaitwa Musa 0019. Asante sana sababu ya comment ya kwako. Anasema inshallah G4G na MGB, that is Momina Golo Bonaya. Anasema pia Doyo for senator, wapende wasipende wajinga wajipiga kifua. Asante sana sababu ya kusema nasi. Askar Muhammad nimekuona pia, asante. Anasema Guyo Doyo, anasema Guyo Doyo Momina Tutam from Lokichar. Asante sana sababu ya comment ya kwako. Bonaya Banat 558 anasema ORD. Sasa ndugu yangu, ORD inamaanisha nini? Ama ni Old Trafford, I don't know. Inamaanisha nini? Mimi sijui. Sleepy Forest Bridge pia nimekuona, asante. Nasema nani atachagua Doyo? Okay, sawa, kuna kitu umeweka pale na tumekuona pia, na asante sababu ya kuweza kusema nasi moja kwa moja pale. Tuingie katika mtandao wa TikTok pale moja kwa moja @Headmaster Networks, mnasemaje moja kwa moja pale. Katika mtandao wa katika mtandao wa TikTok pale mnasemaje? Huko ndo tunasema fire si fire. Sasa tuone comment mnasemaje asubuhi ya leo. Comment. Haya, tuende kazi. Lazima niangazie mnasemaje moja kwa moja pale. Ali Jari anasema hatoshi kabisa. Asante sana. Big Fish anasema huyu ni bure kabisa. Asante sana. Mr. Aliz anasema big no, he's not for oversight, mtu ovyo kabisa. Asante sana. Kuna anasema hakuna siku kabisa. Charlie Adams anasema usijaribu kuuliza hiyo swali please. Anasema Doyo hatoshi hata community area, anasema hizi kuchaguliwa pale. Jamila Didabiru hivyo. Sawa. Anasema hatoshi hata kidogo. Kingpin 254 Godana Adoyo hatoshi kuwa senator wa Isiolo. Adesh with that statement at no oversight, hatoshi kamwe. Asante sana Jamila, nilikuwa nimekuona Jamila, asante. One tall two. Ya bwana, 112 bwana, sawa tu. Anasema hatoshi kabisa. Anasema Sheila Saju anasema hapana. Abu anasema Doyo hatoshi hata MCA, wachana na senator. Asante. Daudi anasema one term, Doyo hatoshi kabisa. Asante sana. Anasema always on my dreams, huyo mzae hatoshi. MRQ for senator. Asante sana. Anaitwa hata kama tumekuona hata kama, anasema yeye mwenyewe amesema hatafanya oversight, so what is the need of electing him? Samir at Kicks anasema Guyo 2 term. Sasa wewe wewe tutakulani wewe. Tuko kwa Guyo ama tuko kwa former governor Doyo? Sawa. Rashid Habane anasema no, hatoshi. Miss Hani 5 anasema no.
Tatesa Senior anasema big no. Facha 011 Senator Fresh Doyo, asante. Africa Guna anasema huyo marehemu atoshi kuwa hata chief, asante sana. Abdurrahman anasema atoshi kabisa. Achi Getonga anasema iwa nini? Are we saying Isiolo must recycle leaders? Do we not have other leaders who can serve in that capacity? Asante. Batia Abdullahi anasema atoshi, kaende. D anasema mtu anasema hawezi question Guyo akiwa senator, si watakula tu pamoja. Haya, asante maoni yako. Factors anasema alitufanyia nini akiwa governor? That is a question ambayo yeye anafaa kujibu. DM Kusu 1 anasema huyu hatoshi kabisa, we call it in our language dhamba. I hope hujanishikisha hardball. Kuweza kuwa umenishikisha hardball wewe. Anyway, Mulika anasema tuta. Asante. Bido anasema MCA pia hawezi. Gurba Galantu anasema siwezi hata kwa bakora. Asante. Bidu anasema hakuna siku. The Duke of South anasema Doyo for senator, asante sana Samir, nilikuwa nimekuona wewe. Official Shoe anasema incoming senator. Hussein Dalacha anasema senator wetu Doyo. Abdul Mohamed anasema inshallah Doyo atakuwa senator pale. Omar Hassan 001 anasema super senator, asante. Warda Abdi anasema Honorable Doyo senator 100% tosha. DJ Abdi anasema Doyo ni fire si fire. Wewe jibu tuambie kama ni fire ama si fire. Anasema Super Saba, anaitwa Super Saba, anasema Doyo tosha, asante. Lecturer Jilo anasema Godana Doyo hatoshi kabisa kwa sababu yeye si mwanasiasa, alijikaanga na mafuta yake. Ni mwanasiasa gani anahutubia wananchi ya kuwa alishindwa na kazi wakati alikuwa governor? Zulfa anasema hata asimame MCA hatoshi, asante sana. Anasema hata komiti wa Mahindi hatoshi huyo. Sio mimi nasema, ni maoni yenu hapa. TikTok anasema Hawo Guyo 25 anasema hatoshi, aende Helu atafute MCA huko. Abdi Mohamed Doyo for senator 2-term, governor MGB 2-term. Hayo ni baadhi ya maoni ya kwako pale katika mtandao wa TikTok, na asante sana sababu ya kufuatilia pale swali la siku pale, na nashukuru kila wakati sababu ya majibu ya kwako. Ni majibu ambayo pia yanasaidia wanasiasa ambao wanataka kuwania nyadhifa tofauti pale katika kaunti yetu ya Isiolo kuweza kujua haswa wamesimamia wapi. Wale wanasema 2-term 1-term, wale ambao wanasema ni fire si fire, wale ambao wanasema atoshi, wale ambao wanasema wanatosha. Hiyo ni kawaida ya siasa pale, lakini kila siku na kueleza kwamba ni vyema uweze kuelewa ya kwamba siasa isije ikatutenganisha sisi kama wakazi wa kaunti ya Isiolo. Narejea na swali la siku, sicheze mbali. Kwanza ningependa kushukuru community ya Audhak ambayo wako hapa kwa kukuwa na utulivu na subra baada ya mtu yao kufa. Asanteni sana kwa sababu ya ile mavazi yamevaa, kwa sababu ya ile lugha anaongea, kwa sababu ya vile yeye anaomba. Today we are actually holding a stakeholders meeting, and these stakeholders have been invited by the county government. Na asante sana mtazamaji wa Headmaster Network sababu ya kuendelea kutegea masafa hayo moja kwa moja pale, na swali letu la siku ya leo tunaangazia kuhusiana na uspika katika kaunti yetu ya Isiolo. Tuko na spika wawili. Kuna mmoja ambaye na kudumu, kuna mmoja ambaye sasa hivi sijui kulienda namna gani, lakini kawaida kuna kesi ambayo iko kotini, kuna issues ambazo zimekuwa pale. Koti imesema status quo remain pale moja kwa moja pale. Tuko na Banticha juzi walikuwa mbele ya seneti pale, they introduced themselves kama speakers moja kwa moja pale, msikilizaji. Speaker Banticha, Speaker MRQ moja kwa moja pale, msikilizaji. Lakini I don't want to dwell on that. Kile ambacho ningependa kuuliza MRQ ambaye amekuwa speaker wa bunge la kaunti ya Isiolo pale, kulingana nawe ungependa awanie wadhifa upi wa kisiasa? Yes, that is a question ambayo unauliza asubuhi ya leo, ya kwamba
MRQ Mohamed Robert Koto ambaye amekuwa spika wa bunge la kaunti ya Isiolo pale. Msikilizaji na mtazamaji wa Headmaster Networks, ungependa awanie wadhifa upi? Ni useneta, ni ugavana, ni MP? Wewe unasemaje? Moja kwa moja pale, because kumekuwa na hali ya mshike kidogo pale, hatujaelewa anataka kusimama wadhifa wa senator, governor, lakini wewe kama mkazi wa kaunti ya Isiolo ungemuadvise awanie wadhifa upi? Asante na kutakia siku njema. Jioni tutakuwa tunaangazia pale umesemaje, na asante sababu ya kutufuatilia pale ndani ya Headmaster Networks. Asante.